Tumsifu Yesu Kristo. Kwa waimbaji tumwimbie Bwana. Tunasema katika roho na kweli. Mbele yenu ni Deusi Tibaganjwa, ni mwalimu wa kwaya. Niko parokia teule ya kuzaliwa Bikira Maria Kisukuru. Kiangalia nyuma yangu hapo kuna bango letu linajieleza na tuna paroko wetu. Usijali maandishi mengine, hiyo ilikuwa ni kipindi cha komunio mwaka huo, mwaka jana. Lakini huyu anayeonekana, picha inayoonekana ni paroko wetu wa parokia teule, lakini ni paroko wa parokia ya Segere. Basi niko mbele yenu waeleza kwamba parokia yetu ya teule ikoje. Tuna upande wa uimbaji, tuna kwaya mbili, kwaya Mtakatifu Scholastica pamoja na kwaya Mtakatifu Benedicto. Lakini zaidi ninachoongelea zaidi kwa wiki hii tunayotembea nayo ni wiki ya Mtakatifu Scholastica ambayo tarehe yake ni tarehe 10 mwezi wa pili. Kwa hiyo itakapofika tarehe 10 mwezi wa pili tunaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Scholastica. Lakini hao watakatifu Scholastica na Benedicto wao walikuwa ni mapacha. Ni mapacha, na kwaya zetu kwa sababu ilikuwa ni kwaya moja zikagawanyika zikawa mbili, kwa hiyo tumeenda katika upacha ule. Kwa na sisi tunaenda kama mapacha, ni mapacha. Kwa hiyo tunaadhimisha wiki, tunaadhimisha ya Scholastica, lakini baadaye tutakuja kuadhimisha ya Benedicto. Maana Scholastica na Benedicto hawakuachana katika kufa, walipishana siku chache 40. Lakini katika historia tunaambiwa kwamba Scholastica alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anapenda kusali, of course na Mungu alikuwa anamsikiliza. Tunaambiwa katika historia kwamba wakati ndugu yake ambaye ni Mtakatifu Benedicto alipokuja kumtembelea, Scholastica alitamani waendelee kukaa pamoja na ndugu yake au kaka yake, lakini kulingana na sheria za convent yule kaka yake alimwambia, bwana mimi naondoka. Scholastica akazama katika sala kumwomba Mungu kwamba ndogo wake abaki waendelee kuongea mambo ya Mungu. Cha ajabu na cha kushangaza, likaja wingu kubwa zito na mvua ikanyesha. Moja kwa moja wakaendelea kukaa, lakini Mtakatifu Benedicto alimwambia, dada umefanya nini? Ina maana alijua kwamba ameomba na Mungu amemsikiliza. Kwa hiyo akamwambia, dada Mungu amekusikiliza, lakini umefanyaje? Wakaendelea kuongea habari za Mungu mpaka asubuhi. Kwa hiyo na sisi katika uimbaji tunaendelea kumwomba Mungu ili aendelee kutuacha katika ule upacha. Kwa hiyo ukija kwetu utashangaa kidogo. Mazoezi tunafanya pamoja, lakini Jumapili tunaimba tofauti. Au unaweza ukamkuta huyu yuko huku, huyu yuko huku, lakini ni kwaya mbili ndani ya moja. Kwa hiyo niwakaribishe Alhamisi ni mangapi? Tarehe 10 tutakuwa na misa, lakini Jumapili ndio tutakuwa na sherehe kadogo. Kwa wale ambao watakuwa wamealikwa, karibuni. Na hiyo utakayebahatika kufika, basi hata kama utakuwa una kadi ya mwaliko, lakini walao utafurahi kusali katika parokia teule ya kuzaliwa Bikira Maria Kisukuru. Karibuni sana. Ni parokia teule ambayo ina muda mfupi, ni kigango ambacho kilikaa miezi 2-3 baadaye ikawa parokia teule. Basi nikuombe na wewe Mkristo zidishe maombi ili tuweze kuwa parokia kamili. Lakini na kamchango kako ukiwa nako tuletee ili tuendelee kujenga kanisa letu. Sisahau lakini kuendelea kuangalia Mbugi TV ndo wadau wetu wakubwa. Na ukija kama una hamu ya kuwaona, una hamu ya kuonekana ulimwenguni. Maana wao kila misa lazima atakuwepo. Kwa hiyo popote lazima utaonekana. Karibu sana. Mpenzi mtazamaji angependa kufahamu sherehe ya Mtakatifu Scholastica itafanyika tarehe 10. Ni azimisho la misa takatifu tu au pamoja na sherehe kwa ujumla? Kama nilivyosema kwamba tarehe 10 kwa sababu itakuwa katikati ya wiki. Najua wale wengine ambao tumewalika labda wanaweza wasiwepo, na sisi kuna wengine wanaenda makazini. Kwa hiyo tarehe 10 tutaazimisha misa kama misa za asubuhi, ile misa ya kawaida saa 12:15. Alafu Jumapili sasa ndio tutatimbulika kwamba misa zote mbili au tutasherekea, tutakuwa ndani ya sare, shamla nini, makulaji kama yes. Wangependa kusikia kutoka kwa mwalimu. Nadhani ni mwalimu kiongozi. Umealika kwaya mbalimbali au ni nyinyi tu wenyewe kwaya ya hapa parokia teule?
Kwa sababu tunaweza kusema kwamba ni sherehe ya kwanza. Kwa hiyo tumeanza kwanza tufanye sisi wenyewe kwanza, ili tuboronge tukiwa wenyewe peke yetu. Lakini baadaye huko mbele ya safari najua kwamba tutaendelea kualika kwaya mbalimbali inavyokaribia hiyo siku au inayofika hiyo siku. Au itakapofika Benedicto, labda tunaweza tukawa tumeshajifunza mengi, kwa hiyo tunaweza tukaalika baadhi ya kwaya kuja kusherehekea pamoja nasi. Lakini hatujasahau parokia mama kule Segerea, tutawaalika wachache. Na pia walezi ambao bado tunawatafuta, tutawaalika na wenyewe kwenye shughuli. Na wewe Mkristo tunakualika. Karibu. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.